Hii ni hadithi ya ndugu wawili wa familia ya kwanza duniani, Kaini na Abel. Kaini alikuwa mtoto wa kwanza na Abel alikuwa mtoto wa pili wa Adamu na Hawa baada ya kutoka bustanini. Kama wazazi wao, wawili hawa walikuwa wakulima na wafugaji. Kaini akipendelea kulima na kutunza bustani na Abel akipendelea ufugaji. Ikawa siku moja Kaini alileta mazao ya shamba sadaka kwa Bwana. Abel naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu za nyama zilizonona sadaka kwa Bwana. Basi Mungu akapendezwa na Abel na sadaka yake, lakini hakupendezwa na Kaini na sadaka yake. Basi Kaini akachukia sana na kukunja uso wake. Naye Mungu akamuuliza Kaini, "Mbona umekunja sura na kuchukia hivyo? Je, ukitenda mema hautapata kibali? Usipotenda mema, dhambi ipo inakuotea mlangoni, tena inakutamani wewe, inatakiwa uishinde." Ndipo Kaini akamwambia ndugu yake Abel, "Twende uwandani." Walipofika uwandani, Kaini akamwinukia ndugu yake Abel na kumuua. Bwana akamuuliza Kaini, "Kaini, yuko wapi Abel ndugu yako?" Naye Kaini akamjibu Bwana, "Sijui, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu?" Ndipo akamuuliza tena, "Umefanya nini? Damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi." Basi kwa ile dhambi ya kumuua ndugu yake, yeye akawa amelaaniwa juu ya ardhi. Ardhi isimpe mazao akilima wala isimpe makazi, akawe mzururaji na mtembezi tu katika uso wa dunia. Kaini akalia tena kwa Mungu akimsihi, "Adhabu ulionipa ni kubwa, haichukuliki. Na tena kwa sababu sina makao, kila atakayeniona ataniua." Ndipo Mungu akamweka alama Kaini ili watu wamuonapo wasimuue. Mwisho Kaini akaondoka mbele ya uso wa Bwana, akaenda kuishi katika nchi ya Nodi iliyo mashariki mwa bustani ya Eden. Hadithi hii inatufundisha uwepo wa Mungu juu ya maisha yetu. Mungu anajua tunayoyawaza na Mungu pia anajua tuliyoyatenda. Tusikilize sauti yake, naye atatuelekeza njia sahihi. Mungu aliyajua mawazo ya Kaini kwamba ni mabaya, naye alimuonya kwamba achane nayo. Lakini kwa kutosikia kwa Kaini, aliingia kwenye dhambi. Karibu kulike, kushare na kuangalia video zingine ya Biblia.